ndo Yanga. Hii ndo Yanga. Na tumepoteza mechi kwenye timu ngumu. Mechi ilikuwa ngumu kama ulivyoiona, na kama tulivyozungumza mara ya kwanza, unapoenda kucheza na timu kama Yanga na ukafanya makosa makubwa kama yale, automatically lazima watakuhukumu. Kwa hiyo kama technical tunaichukua kama changamoto, tunarudi kwenye kiwanja cha mazoezi tukifanyia kazi. Wachezaji siku zote wanapambana, wanashinda tukiwa pamoja. Kwa hiyo hata leo wamepoteza, hatuwezi kumlaumu mchezaji moja moja, ni jukumu ambalo tunalipokea kama technical. Kwa hiyo acha turudi nyumbani Singida, tuna mechi inayokuja ya ligi dhidi ya wenzetu wa Mbeya City, tena kutengeneza kila kitu mazoezi, na mwisho wa siku tutatoka tukiwa imara, tunainua vichwa juu, tunapandisha socks juu, ukipigania tufikie malengo ya klabu ambayo tumekabidhiwa. Kwenye mchezo umefanya mabadiliko ya goalkeeper, yalikuwa ya lazima? Kuna maumivu ama sababu zipi ambazo zimepelekea mbadilishe Metacha? Ni moja kati ya mabadiliko ya kawaida. Unapoona kuna kosa ambayo mchezaji anafanyika na ukaona kabisa hii kocha ni very minor, kwa hiyo unaona tunafanyia kazi. Ukiangalia goalkeeper wetu ameweza kupanga ukuta, na ni basic, ni makosa madogo sana ambayo unapanga ukuta afu unakaa sehemu ambayo umeweka ukuta unafungwa kwenye ile eneo dogo kwenye post angle. Kwa hiyo tuliona ni kosa ambayo amelifanya kubwa la kutuhukumu mapema, lakini yote kwa yote hatuwezi kumlaumu. Ni moja kati ya goalkeeper wetu wazuri, wamefanya kazi kubwa mpaka hapa klabu ilipofikia. Kwa hiyo hatuwezi kumlaumu, hatuwezi kufanya nini kumtoa. Imekuwa ni kama wake up call kwake, kwamba kumkumbusha kwamba tunapokuwa kwenye hizo kazi, kwa kwenye ile eneo inahitaji kuwa na heshima na kuwa na ile concentration iwepo kila wakati, kujikumbusha ili asijirudie. Kwa hiyo kwetu tumepoteza, lakini hatuwezi kumlaumu mchezaji mmoja mmoja, tunajilaumu wote kama technical. Si ndio tumepanga line up, ndio tumweka adake, kwa hiyo tunapokea yote. Mwalimu, hii ni mechi ya pili kwa msimu huu ya ligi mnapoteza mbele ya Africans. Pengine ni dhahiri kwamba mnakutana na Africans iliyoimarika zaidi. Ukiangalia Yanga alivyokuja tulikuwa najua, na tumefanya homework kubwa kwa wanavyocheza. Walikuja kuweka nguvu kubwa sana kwenye eneo la kiungo, na tukawaambia hata wachezaji kwamba once anapokuja Mudathiri, Duke Abuya na hata anapoongezeka Max Zingeli pale chini, tunakuwa na kazi ngumu kwenda kuitoa timu kuipeleka juu. Kwa hiyo lazima na sisi tuongeze namba pale chini tuweze kutupondoka nao, lakini wametulazimisha kututoa kwenye shipu yetu ya uchezaji, tukalazimika kuingia kwenye jinsi wanavyocheza. Kwa hiyo ikatulazimu sisi kufanya makosa makubwa ambayo yametuadhibu. Kwa hiyo niwapongeze, wamefanya kazi nzuri. Moja kati ya timu ambayo ina wachezaji wazuri wanaojua kujitoa kuipigania nembo ya klabu yao. Kwa hiyo tumejifunza na sisi kuona kabisa kwamba hata wachezaji moja moja kwamba nini tunatakiwa tukifanye next time ili tuhakikishe kwamba na sisi tunafunga one day. Yes, heshima itarudi. Nafasi ya 4 na izungumziaje na gombewa pale na ni TRA pamoja na JKT Tanzania? Nafasi ya 4 so far tuko nafasi ya 4. Hata leo msimamo ukitoka midai tuko nafasi ya 4. Kwa hiyo tunachotaka kufanya ni kushikilia nafasi hiyo, kama alivyozungumza kwenye press jana kwamba hatuangalia aliyoko nyuma anafanya nini, tuna focus na mechi zetu. Tumepoteza mechi leo, tunaenda kufungua kurasa mechi nyingine kesho. Tunaondoka hapa kurudi Singida, tunaenda kufanya recovery tarehe 26 tunarudi kiwanjani. Na imani yangu kwangu ni kwamba wachezaji wameona nini, wamejipoa, kwa sababu target hiyo ya kukaa kwenye top 4 sio yangu mimi kama kocha peke yangu, na wao pia wanadaiwa end of the day hiyo target. Kwa hiyo lazima wote tukaweke nguvu, tukajitume na tuhakikishe kwamba imani kwa management, imani kwa mashabiki wetu inarudi na kuhakikisha tunafanya vizuri zaidi.